Hapa neno umoja wa makanisa ni neno ambalo limekuwa kwenye kanisa zote za Kikristo. Zile kanisa zote za Kikristo mjini Kongo zinaenda kuunda umoja ambao unaitwa SSC. SSC. Yaani makanisa yote ya Kikristo yanakutana, wanaenda kujadili mambo ya makanisa yao ya Kikristo. Hiyo wanaita SSC. Makanisa hayo yote hamuruhusiwi kuwa kanisa lenye aliko la Kikristo. Hayo makanisa. Na tulipofika hapa kuna pia umoja wa makanisa. Umoja wa makanisa hapa kambini Nyarugusu ni umoja wa makanisa nyekuwa tofauti na umoja wa makanisa ambao tunakuwa nao kwetu ama katika mabaraza yetu. Umoja wa makanisa ya hapa kambini Nyarugusu inashirikisha makanisa ya Kikristo, inashirikisha Waislamu, inashirikisha Bahai, inashirikisha Waneno, inashirikisha Tawala. Watu wote wako mwale umoja wa makanisa hapa kufuatana kambi. Ule umoja wa makanisa uko hivyo. Sasa na wakati ule umoja wa makanisa uko hivyo, sisi ni watu wa kanisa. Watu wa makanisa ambayo ya Kikristo wako ndani na wale wengine watu wote. Humo katika umoja ule wa makanisa ambao unaitwa CPCT, humo tuna mambo mawili makubwa. Watu waelewe hivi. Jambo la kwanza ni kurahisisha ripoti zetu za kwenda kwenye serikali ili zipitie pale kwenye umoja wa makanisa. Ndio maana tuko katika umoja ule wa makanisa wenye kuchangamana. Neno la pili, pale kwenye umoja wa makanisa kuna ofisi. Sisi tunachangia kulipa ada ya ofisi pale, pamoja na kuchangia kulipa walinzi wenye kulinda ile ofisi. Ndio mambo makuu mawili tunachangia kwa ule umoja wa makanisa. Ikiwa kuna maidara sisi hatuhusiki pamoja nao, ikiwa kuna vingine sisi hatuhusiki pamoja nao. Ili vitu viwili tu ni vitu vikubwa ambavyo tunahusika navyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya imani. Kwa sababu ya imani tulivyolelewa katika Kristo. Na hiki tukijue, kwa sababu wakati wowote ule umoja wetu anaweza kachaguliwe huko, mjue ya kwamba ataenda kuongoza makanisa ya Kikristo pamoja na makanisa yenye kuchangamana na ya Kikristo. Ndio umoja wa makanisa wa Nyarugusu, waka ya Nyarugusu. Pia tunapenda kuuliza ushirika wa makanisa. Ushirika wa makanisa ni makanisa ambayo yanashirikiana ili kuongeza nguvu za Injili katika Kristo. Tuna kanisa la Methodist Huru, Free Methodist Church, kanisa la Sepake, kanisa la Serpa na kanisa la Kadafi. Ndio makanisa yenye kuwa na ushirika, kuhudumia kwa pamoja. Na wakati tunakuwa na huu ushirika wa makanisa, tuna mambo mengi tunayochangia zaidi ya kiroho katika huu ushirika wa makanisa. Katika huu ushirika wa makanisa, katika kanisa letu la Kimethodist, ukisikia ushirika wa makanisa kufuatana na maongozi yetu, yaani kuna makanisa mengi ambayo yanaunda ushirika umoja, yaani yanaunda parokia. Makanisa mengi
yanashirikiana ili kuunda parokia moja. Hayo makanisa yako ndani ya ushirika, na ile parokia ambayo inaenda kuunda yale makanisa, mchungaji ambaye anayetumwa pale anatumwa na baraza, hajatumwa na mpastori mwingine, anatumwa na kamati ya kutuma ya baraza. Yeye ndio anasimamia ule ushirika wa yale makanisa. Wakati yale makanisa yako na nguvu, yanaweza kupendekeza ya kwamba sisi tunaomba mpastori aje kutusimamia, yaani zile nguvu zao zile wanapenda kusema ya kwamba tuwe na parokia, na wanatoa ripoti kwenye jimbo inabeba ripoti kwenye baraza ikikubali, hapo kunatumwa mchungaji atakayesimamia ule ushirika. Ni hivyo maongozi yetu inasema, ikiwa kuna makanisa ambayo yana nguvu, yanafanya ushirika, ule ushirika tunauita ni parokia, na ule ushirika hakuna mpastori mwingine, hata mkuu wa jimbo hawezi kutuma mpastori pale, mpaka natumwa na baraza. Katika ushirika wetu ambao tuna makanisa yetu karibu 66 hivi, tuna yale makanisa. Lakini yale makanisa ambayo tunayo, kila kanisa tulivyosema ya kwamba kila kanisa lijiangalie lenyewe, kukaja taharuka sasa tumevunja ushirika wa makanisa. Hatujavunja ushirika wa makanisa, tunapenda kuwaonyesha namna gani sisi tunatumika. Ule ushirika wa makanisa ukileta ripoti ya kwamba wanapenda kuwa section, tutabeba huku na watawatumia mchungaji. Sasa kwa leo, maripoti tunayoipata kutoka huku kwa makanisa ya mahali, ripoti ya kazi, kuna kanisa zimoja hazijiwezi, zinawekwa tu ni kanisa tu, lakini kwa kazi hawatumike. Kwa kazi hawatumike. Tukisoma katika Marko ile ya sura ya 10 na mstari wa 45, mmoja asome pale kwanza. Marko sura ya 10 mstari wa 45. Marko 10 mstari wa 45. Nasema nini? Mmoja asome. Leta mikrofoni huko. Mmoja asome. Mpreverend asome pale. Marko sura ya 10 mstari wa 45. Anasema, kwa maana mwana wa Adamu naye akuja kutumikiwa, mbali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika makanisa yetu ambayo tunayo, kuna makanisa yanapenda kutumikiwa na makanisa mengine. Yesu mwenyewe anasema pale, hakuja kutumikiwa, lakini kuja kutumika. Na makanisa yetu mamoja hayatumike. Itakuwa pendekezo kutoka jimbo kwa wakuu wa maparokia. Mnajua makanisa ambayo hayatumiki, yamefunga mikono. Tunapenda yale makanisa tuyawezeshe yawe na nguvu, kwa sababu tukipata maripoti yao hapa jimboni, kuna makanisa ambayo hayatumiki kazi, na kama hayatumiki kazi tutaiweka kwenye ushirika ambao utawapa nguvu zaidi. Yaani ikiwa mtu hajiwezi, ninyi watu wa maparokia, kama vile tunavyopata maripoti huku kwenye jimbo, kuna makanisa ambayo hayatumiki. Hiyo ni kweli. Yale ambayo hayatumiki muyawezeshe
yaani mutafute yale makanisa ambayo yana nguvu, yale mengine ambayo hayatumike yaje kusaidia nguvu ya ushirika kwa makanisa yale ambayo yanatumika. Yaani wao wabebwe na lile kanisa ambalo linatumika, kwa sababu wao hawatumiki. Hiyo ni pendekezo kusema kwamba tuweke makanisa yote iwe na ushirika ili ziwe na nguvu. Yaani wewe ukitoka kwenye kanisa lako ambalo halitumiki, ukienda kwa kanisa lingine linatumika, hapo hautakuwa na ile wazifa yako. Pale utakuwa Mkristo na yule anaendelea kuchunga mioyo ya wale watu wote ambao ulikuwa nao. Kama ulikuwa nao hatujui, kwa sababu hautumike, yaani hawapo. Wale wachache wanaingia kwa ile kanisa ambalo linatumika kuongeza nguvu ya ushirika. Hapo ndio tutakuwa na ushirika mzuri wa kutumika kazi ya Mungu. Nasema kwamba ni pendekezo kwa sababu ni mambo ambayo tumekwenda kuyaona. Tusiikalie tu kwa kazi ya Bwana kufunga mikono, tutumike. Na ikiwa hujaweza kutumika, basi unapumzika. Tusiganganie kuwa tuna cheo tu chenye akitumike kazi ya Bwana. Niko tu mhubiri wa mahali hapa, na utumike. Kuma ripoti yote hautumike. Hicho tumekisema ya kwamba sisi hatutavunja ushirika hata mmoja, bali tunaenda kuhimiza watu wawe na nguvu za kutumika katika kazi ya Bwana. Mioyo ya wale watu ambao hawajiwezi wachangane na mioyo ya watu ambao wanajiweza, ili wapate nguvu ya ushirika kwa kutumika kazi ya Bwana. Hilo tunaweza tukalisema, kwa sababu siku nyingine mtasema tena Bwana anakuja kusema niko nasema vyenye viko ndani ya kanisa ya Biblia, na yuko nasema vyenye kuwa ndani ya maongozi yetu. Hata parokia ni vile. Parokia ikishindwa, kuna mara inawekwa katika parokia nyingine ili waongeze nguvu za ushirika kusudi kazi zitumike. Tuko tunasikia minongono kwa wachungaji na wajumbe wengine watafanya minongono huko. Kwa hiyo tuko tunasema yale ambayo yapo na yale ambayo yanakuwaka kuongeza nguvu za ushirika. Ni sharti tutumike kazi. Kwa hiyo ni neno ambalo maparokia yatajifunza ili tuachane na manunguniko. Mimi hivi kanisa fulani halikuleta ripoti, hivi kanisa fulani halikuleta ripoti. Kama haliwezi, uliweke kuwa na nguvu katika ushirika wa kanisa lingine. Wanachungu na yule mwalimu mmoja. Kama walikuwa walimu watatu, unaenda kusimika mwalimu mmoja wewe kama mkuu wa parokia. Mkuu wa parokia ndio mwenyewe anahitaji kwenda kusimika mwalimu huko, ama mhubiri wa mahali. Neno lingine ni kwa ajili ya kazi tunazotumika hapa jimboni. Kazi hizo tunazotumika hapa jimboni ni sharti tu tunagusa kila kazi. Mkitupatia pendekezo likija kwenye kikao, kwenye pevi ya kikao, mjue kwamba ni sisi tunaifanyia kazi. Na mizigo ambayo inatoka huku mkiileta huku, mtegemee kwamba ile mizigo mnaileta huku tuje kuchangia ushirika, lakini tunaishusha tena huku kwenye ilitoka. Kwa sababu gani? Ni huko ndio kwenye kuwa wapatro wa kanisa. Wakristo ndio wapatro wa kanisa. Ni huko ndio kwenye wako. Kila kazi tunazosema sisi ni Wakristo ndio wanatumika. Kila kazi tunazofanya sisi ni Wakristo ndio wanatumika. Wewe mkuu wa parokia wa kijiji ukija aseme huku hawatoi, yaani labda haujaweka wale wapatro wetu uwaambie namna gani kanisa inatumika. Ukiwaambia tu, wao hawatafunga mikono ya kwamba watumikiwe. Wao watatumika, na wakitumika ndio kazi ya Bwana
kuendelea. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Neno la pili ni juu ya miradi. Miradi ya Free Methodist jimbo la Nyarugusu. Kuna miradi mikubwa na miradi midogo. Miradi mikubwa, tuna farmasi, ni mradi mkubwa. Mradi huu ulikuwa na nyumba mbili za kutumikia kazi, lakini hizo nyumba zinakuwa nyumba hewa. Yaani tumekutana, hizo nyumba zilikwishauzwa, hazipo. Nyumba ya mradi wa farmasi ya LA imeuzwa, na kumekuwa mtu mwenye kuwa na hatimiliki yake. Ukienda hapo kwenda kumchokoza, ile hatimiliki itakupiga na makongo ile. Watakuuliza, wewe mchungaji unakuja hapa kivipi? Una hatimiliki hapa? Hapana. Sasa weleza, haujafungwa, unafungwa. Hiyo nyumba haiko, iliuzwa. Kuna nyumba ya pili yenye kuwa katika kijiji cha NN. Yaani ile nyumba ya NN nimetembelea pale safari mbili. Ile ya NN nimetembelea pale nikakuta nyumba zote zenyewe waliniambia mko watu. Lakini yetu inakuwa nyumba hewa, haipo. Pia kwenye mradi huu wa farmasi unaonekana kama mwaka wote mzima tangu niliingia kwenye madaraka, tangu niliingia kwenye uongozi huu, tangu nimeachiwa uongozi huu mradi hautoi ripoti. Tulifanya kuwaita wenye kutumika katika mradi huu siku moja, wakaja kama wanatoa ripoti mwezi moja. Mwezi huu moja, kisha miezi 7 ulikuwa mwezi wa 8. Kisha ule mwezi wa 8 hata hivi tena hakuna ripoti. Hakuna ripoti. Na kuna habari zinazozunguka sema Bayola amekuja kuharibu miradi yote ya jimbo. Hiyo miradi yote imetoweka mbele yangu. Lakini tunafuatilia kwa sababu kuna vitu vya kanisa. Tunafuatilia. Na kama tunafuatilia, wakati tutafika kwenye kikomo, labda kanisa itapata ripoti. Tunafuatilia. Na ilionekana kwamba udhaifu wa kutofuatilia ulitokana na chumba ama na idara letu la utumishi. Kama wangefuatilia, wangejua ni siku gani nyumba hizo zimeuzwa, ama ni siku gani nyumba hizo zimetoweka, ama ni wakati gani mradi huu hautoi ripoti, tuhamasishe namna gani na turipoti kwenye jimbo, kama tumekwishakuwa na hatua moja ambayo tutasema. Lakini tujue ya kwamba mradi huu wa farmasi una changamoto, tunafuatilia, ila hayo ndio habari ya mradi ule wa farmasi. Haujakosa kutumika kazi wakati wangu. Ulianza kukosa kutumika kazi wakati mimi sijakuwepo. Kwa wale wanaoenda wanatangaza Bayola ako na miradi ya jimbo. Bayola ako na miradi ya jimbo. Huo ndio mradi mmoja. Mradi wa pili ni mradi wa sekretaria. Mradi wa sekretaria unatumika. Na jinsi unavyotumika, unatumika katika madhaifu yake. Kanisa ikisema ya kwamba tuwezeshe mradi huu,
tukiuwezesha wale watu wakwenda kuuwezesha, tukwenda kuangalia, hatuwezeshi. Tunakuja ripoti, ufuatiliaji, wanafuatilia huko, kisha kufuatilia mradi unaonekana unatumika, lakini kuingia ndani mna udhaifu, na ule udhaifu ambao ulionekana katika mradi huu wa Diakoni mpaka tukafikia saa ya kuja kuibiwa, wakaja kuvunja nyumba. Tunafuatilia namna gani tunaweza kuboresha, namna gani tunaweza kufanya. Wale waizi nao wanafika wakavunja nyumba ya sekretaria. Walipovunja, unaweka bateri kubwa ya thamani ya $500,000 hivi, wakabeba kompyuta 3. Mnajua kila kompyuta kwa leo haipungui pesa za huku Tanzania, kama ni ndogo inaweza kuwa ni $600,000, $800,000 mpaka kuendelea moja. Wakaiba pia kamba moja ya zile kompyuta. Sasa wakati walipoiba hivi, tulifanya makete tuliyofanya, tukasema ya kwamba tufuatilie, ila watu wetu watusaidie, labda wanaweza kuona nafasi ambapo vitu hivi vinauzwa ambavyo tuliibiwa, kwa sababu hawatavikula na wanavimeza mpaka vitatumikishwa fasi moja. Na yule ambaye tunajua kwamba hawezi kupata battery ya hivyo ama kompyuta ya hivyo, tunamkutana nayo, tutamuuliza. Ikiwa ni muamini wetu, tutamuuliza. Ni hiyo utafiti ambao tunawapa ninyi wa Kristo wa jimbo la Nyarugusu, kufuatilia kwa vile vyombo ambavyo tumeibiwa. Lakini pamoja na yale, hata mtu akifisha mtoto hawezi kusema ya kwamba hawezi tena kuzaa mwingine. Unaendelea kuzaa tu, kama Mungu akisaidia, unasimamisha mmoja au unasimamisha wawili. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mradi wetu wa sekretaria unatumika kama vile tulivyokubaliana na wakuu wa section, kusema kwamba tuone namna gani tunaweza kujadiliana wale watu walikuwa na makauti katika jimbo, katika mfuko wa jimbo, tupate hata vitu vimoja vya kutumika ule mradi usisimame. Na waza tulitekeleza hiyo, ninyi kama vile wakuu wa section tuitekeleza hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulitumia neno kukopa kwa makauti yale, tukakopa, tukapata bateri moja kubwa, kompyuta moja na inverter. Huu ni mzigo wa kanisa. Mwenye akaunti yake hawezi kupenda muitumie kinyume ya kazi zake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akaunti zenye kwa ndani ya jimbo si akaunti za mkuu wa jimbo, ni akaunti za wale ambao wanawekeza, ndio ni akaunti yao. Labda wengi wanasema si ni pesa za jimbo zile, wende tu ukamazi fasi moja tu na unafanya. Si hivyo. Kila idara ina kazi zake, kila mtu anawekeza humo. Ikiwa tunaenda tunafanya hivyo ya kwamba ni faranga za jimbo, ndio maana utakuta katika kanisa letu kuna akaunti ambazo haziwekewi hata pesa, wanakuwa na nini yao huko nyumbani, wanaanza kuwa na nini na mifuko mingi. Lakini sisi tu kuna mfuko mmoja wa jimbo, lakini kila mmoja ana akaunti yake moja. Tunawaalika pale, kuna mzigo,
kuna mfuko moja wa jimbo ambao una makaunti ya mingi sana. Ukiwa na akaunti yako wewe ndi kufungua pale katika mfuko huu wa jimbo, pesa zako zitalindwa salama, na siku utakao kuja kuzitumikisha utakuta ziko pale kwa mpangilio yako. Hiyo tunapenda kusema kwamba hii ilisemeka tangu kwetu, centralisation de caisse. Kesi zote za kila ngazi zinachungwa fasi moja, kwa sababu zako zikipotea haziko mwa ile kesi ya ngazi yako. Usije kuuliza kanisa ya kwamba nilikuwa na faranga za kanisa zikaenda huku. Ziwe ndani ya kanisa katika ngazi yako, lakini zisipokuwa katika ngazi yako, zile ni zako zile. Matatizo yote ya zile hela ni kwako, kwa sababu haukuchungia ndani ya akaunti ya jimbo. Na neno la mwisho ni juu ya mabaraza. Hivi karibuni kulikuwa halmashauri kuu ya baraza ya kupanga tariki za baraza. Wamekwisha panga, lakini sisi tunangojea mjumbe wetu ambaye alishiriki huko ili aje kutupasha habari wakati baraza ya hapa Tanzania itakapofanyika. Hicho tuwe nacho. Hiye mjumbe akija tu kutupasha habari, kanisa lote litajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yao machache tungeeleza ama tungeambiana kwa kusudi la kujenga kanisa la Bwana. Sijui ikiwa kuna mtu anaweza kuuliza. Mambo mengine tutaiona kwenye ripoti ya jimbo.